Karibu na wapendwa watazamaji wa Tanganyika TV. Kwa leo tuna habari mpya kabisa ambayo imetokea pale Mboko. Mboko ni moja kati ya sehemu ambako kulikuwa kuna kabisa wanajeshi wa serikali walikuwa hawapo pale Mboko, na ilikuwa tu wazalendo ndio ambao walikuwa wanashika pale Mboko. Lakini moja kati ya kitu ambacho kilituma wanani wa FARDC waogope sana Mboko ni kwa sababu walikuwa wanadhani labda wazalendo wanaweza wakawafyatua masasi vitu kama hivyo. Tutasikia moja kati ya journalist wa Tanganyika TV atakavyoongea kwa yale ambayo yalipitika pale Mboko. Asante. Naam, asante. Nadhani ulisikia habari na taarifa kuhusu kwamba kuanzia tarehe 23 ya mwezi Septemba huu mwaka wa 2025 ndio siku ambayo Mboko kabisa kulikuwa kunategemea pengine kungeweza kuzuka mambo ambayo yangekuwa yasintofahamu. Maana jeshi la FARDC jaribio lake la pili sasa baada ya lile la kwanza kukataliwa, ambao walikuwa wanajeshi wa maji, yani wanaitwa kwa kimombo wa mare. Walifika na meli wakaweza kurudishwa, kukawa na utata. Lakini hii tarehe 23 juzi ilikuwa ni Jumanne, ndipo waliweza kufika na wakaweza kujipanga kabisa na kuweza kuingia ndani. Raia walijiuliza mambo mengi. Je, wazalendo wanaweza wakafyatua risasi na kusababisha pengine usalama kuweza kudhorota? Lakini tuseme kwamba pamoja na Mungu, aidha tuseme pamoja na maombi ya wananchi ama wanakijiji wa Mboko, waliweza kushukuru kwamba kana kwamba kuweza kupigwa risasi tena, na hali tukaona kwamba inaendelea kuwa shwari. Kuhusiana na hali ya kiusalama kuendelea, hali bado inaweza ikatarajiwa kwamba inaweza kuwa ni katika percent kama vile 45 au kwa 50, maana bado bumbuwazi lingali huko. Watu wanajiuliza kwamba je, inawezekanaje wazalendo na FARDC kuchangana, ambapo walikuwa ndio kijiji pekee ambacho kilikuwa kinakataa kabisa uwepo wa wazalendo ndani ya kijiji. Sababu ni nyingi. Watu wanaweza kujiuliza labda sababu zinaweza kuwa ni nyingi, kwa sababu madai ya wamoja, baadhi ya wazalendo wanasema kwamba pengine inaweza ikawa FARDC ndio sababu ya waasi wa M23 kupenyeza kwenye maudongo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku wengine wakisema kwamba no, haiko. Pengine wanaweza kuwa wahalifu pia, ama wasaliti wanaweza kuwakao kwenye jeshi la wazalendo. Hali bado tete kabisa, hatujajua kitakachoendelea huko mbele, lakini bado tunaendelea kufuatilia pamoja na Tanganyika TV. Tutakuwa tunakujuza mengi. Asante sana. Huyo ni journalist wa Tanganyika TV ambaye mmemsikia hapo, na pia alipata fursa ya oji moja kati ya watu ambao wanasimamia wazalendo pale Mboko, na tumsikie moja kwa moja kutoka Mboko, sekta Tanganyika, tarafani Fizi, ambako kumebubujika kabisa FARDC, jeshi la taifa, ambalo limekuja takriban wanajeshi 500 ambao wamewasili hapa mjini Mboko, wakishindikizwa na jemedari kutoka Uvira ambaye alipita njia za maji na kuweza kushindikizwa tena. Hapa kumebaki kamanda kanali ambaye anashindikizwa na meja mwingine ambaye ataongoza kikosi. Sasa hivi mimi nitaenda kukuambia mchakato mzima unavyoendelea. Nitauliza wakuu viongozi wamepokeaje ujio wao, na baadhi ya wakamanda wa wazalendo, kwa sababu ya kuweza kunufasha mengi zaidi. Kwa pamoja tukupashe. Karibu. Mtazamaji wa Tanganyika TV, na kuambia tumetulia nanga sasa hapa kwa mkoa wa wazalendo, ambaye atatamsha jina lake. Mheshimiwa, jambo. Jambo sana. Naam, jina lako tafadhali? Mimi naitwa Mzaliwa Alimasi. Ndio, fonction gani, pete gani? Mimi niko jetua wa Mzee Maele. Mimi ndio naangalia operation hapa Yulu kuanzia nani pale Kamabenge mpaka Lweba. Kamabenge mpaka Lweba. Asante. Kwa upande wa juu vilima, unaangalia upande wa vilima kule juu, vilima yani vita. Naam, asante. Tunashukuru sana kwa kuwepo hapa leo. Naona una kibox hapa leo. FARDC imefika hapa, mmewapokea namna gani? Sawa, nashukuru sana kwa kuona kwanza FARDC inafika hapa, na sisi ndio tulomba FARDC juu itusaidie kwa hii vita kwa hapa Yulu, juu bila force ya FARDC hatuwezi kuwa na nguvu zaidi.
Na hiyo abo ndio wanatusaidia sana. Na saa hizi hata na chakula na bunga najua tushavipata. Hii chakula natusaidia juu ya kupanda kule kuvilima. Unakuwa mabiskuit, wali na ile biskuit inakupatia nguvu. Ukikula tu ile biskuit utaweza anza asubuhi mpaka magharibi. Huko unakunywa tu maji. Ndio. Naam, kwa mujibu wako wewe unaona kabisa ujio wa FRDC utarudisha amani hapa au umewapokeaje? Ndio kabisa. Na hiyo FRDC itarudisha amani juu hata Uvira tulikuwa nao. Na hiyo hapa tu msekta Tanganyika ndio FRDC ilikuwa nakosekana. Unadhani kwa nini walikuwa wanakosekana? Walikuwa nakosekana juu walikuwa nasikia oga wa hapa simi wazalendo wataweza wapiga. Lakini sisi hatukuwa na ile lengo hapa. Yani mnatumikia pamoja na mtafanya vita kwa pamoja. Ndio kabisa. Tunashukuru sana ndugu, nadhani kwamba unaweza kuambia raia kitu kimoja cha ambacho kinaweza kusaidia. Raia unaiambia nini kwa sababu ina hofu sana na hii hali ya FRDC kwa hapa? Na hiyo raia tuweza tulia. Hii ni kawaida na hiyo hata mbele tulikuwa na FARDC mwingine na FARDC kuingia mwingine sio njoo adui. Na hiyo asiye na FARDC tuko napiga adui moja tu ni Mnyarwanda. Tunashukuru sana. Ndio. Naam, ni hapa ndipo nafikia tamati ya makala yako hii ambayo imeweza kuifanya Tanganyika TV iweze kuwasili hapa mjini Mboko kwa ajili ya kuchakachua na kuangalia nini ambacho kinaendelea upande wa FRDC kwa ajili ya kulinda raia na udongo pia na wazalendo pia ambao wanasukumana nao kwa ajili ya kumpinga adui. Tunakushukuru sana, endelea kufuatilia na endelea kufanya mambo kaza wa kaza kwa ajili ya kuweza kusambazia watu wengine wapate kupata zingine taarifa. Mimi sina ziada, ni kuagi kutoka sasa, tukutane wiki ijayo panapo majaliwa. Asante. Nachukua fursa hii ya kushukuru wewe ambaye unaendelea kuangalia Tanganyika TV, wewe ambaye unaendelea kusupport Tanganyika TV, wewe ambaye unaendelea kusubscribe na kutuma ma videos kwenye WhatsApp mbalimbali za Tanganyika TV. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Kwa watu ambao hawaja subscribe kwenye Tanganyika TV, tafadhali sana subscribe Tanganyika TV, Facebook Tanganyika TV, YouTube Tanganyika TV, TikTok Tanganyika TV. Na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Habari za muda huu mpendwa mtazamaji wa Tanganyika TV. Kwa jina naitwa Suzana Mbokile, natokea kitengo cha biashara na manunuzi hapa Tanganyika TV. Nipende kuchukua fursa hii kukukaribisha hewe mfanyabiashara kutangaza biashara yako pamoja nasi. Maana katika ulimwengu huu wa sasa, media kama Tanganyika TV ndio mahara pekee ambapo unaweza kukuza na kuendeleza biashara yako. Haijalishi ni biashara ipi unayofanya, ina mtaji mkubwa au mdogo. Tanganyika TV inaweza kukuweka karibu na wateja wako na kukuza manunuzi ya bidhaa zako unazouza. Hebu fikiria, hata vikundi vya maendeleo tunawezaje kuendelea bila kujitangaza? Karibu utangaze nasi, hewe mfanyabiashara, mjasiriamali, mwanamuziki, wanasiasa na wengine wote, karibuni sana sana sana. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba zetu za ofisi zilizopo hapo chini. Hata kama una matangazo, Tanganyika TV tunaweza kukutengenezea kwa sababu tuna wafanyakazi na madirector wabobezi waliobobea katika shughuli za video production na graphic design. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.